fanyeni biashara hata nitakapokuja. Haleluya. Nimesemaje? Sio maneno yangu, ni maneno ya Yesu. Kausije ukafikiri mimi ndo nasema, Yesu ndo anasema, fanyeni biashara hata nitakapokuja. Na maandiko yetu tutakuwa tunaangalia kutoka katika kitabu cha Luka sura ya 19 mstari wa 11 mpaka 27 na Mathayo 25:14 mpaka 30. Kuna mifano miwili Yesu ameitoa inayo tutakuwa tunaiangalia. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa wale ambao tumekuweko mahali hapa, mwezi huu wiki mbili za kwanza nilikuwa ninaongea kwa habari ya kutawala na kumiliki na kutisha nchi. Tunakumbuka Na tukasema Mungu ametuweka tutawale uumbaji wake na kutisha nchi. Na maana ya kutisha nchi, na maana ya kutisha nchi tulisema ni kutumia vitu ambavyo Mungu ameviumba au rasilimali ambazo Mungu ameziweka kwa faida yetu na kwa utukufu wa Mungu. Mtu mmoja ananielewa? Ndio maana ya kutisha nchi. Kutisha nchi sio kutisha mapepo. Kutisha nchi ni namna ya kutumia ardhi iweze kukuzalishia, upate pesa kwa ajili ya ada ya watoto wako, upate chakula kwa ajili yako, lakini pia upate na fedha kwa ajili ya kuadvance ufalme wa Mungu. Mtu mmoja ananielewa? Ndio maana ya kutisha nchi. Kwa hiyo toka mwanzo Mungu alikusudia mwanadamu atumie uumbaji wake kwa ajili ya faida yake. Mungu ni Mungu aliye mwema. Mungu anataka tuwe na raha. Amen. Kwa hiyo kuna mafundisho mengine yanatokea kana kwamba Mungu hataki tufurahie maisha. Toka mwanzo kusudi la Mungu ni kwamba mwanadamu afurahie maisha. Na ndio maana akaumba vitu vingi sana. Alipomaliza kuviumba akatukabidhi tuvitawale. Jina la Bwana libarikiwe. Hii dhahabu iliyoko katika ardhi ya Tanzania, almasi iliyoko katika ardhi ya Tanzania, Tanzanite iliyoko, uranium, vyote vilivyo katika ardhi ya Tanzania viliumbwa na Jehova. Amen. Wakati anaviumba alijua kuna wakati mimi na wewe tutaishi hapa Tanzania ili tuweze kuvitumia kwa ajili ya faida yetu na kwa utukufu wa Jehova. Hilo lilikuwemo kwa sababu yeye Mungu ni mwema. Mungu wetu ni mwema. Kama unaamini sema haleluya. Hao tembo unawaona Ngorongoro, hao simba unawaona kule Mikumi, mito mizuri, alijua ya kwamba kwa sababu kuna kitu ameweka ndani yetu, kuna wakati tutabadilisha maporomoko yalete umeme ili tufaidike. Hiyo nguvu akaiweka ndani ya mwanadamu. Tuliangalia hizo wiki mbili za kwanza katika muktadha huo. Wiki ya tatu nikaongelea iliyopita utawala juu ya dhambi. Jina la Bwana libarikiwe. Kutawala nguvu na asili ya dhambi iliyo ndani yetu ili tuweze kuishi maisha huru mbali na dhambi, tusiwe watumwa wa dhambi tena. Huyo mwanadamu, hiyo nguvu ya kufanya hivyo iko ndani yako, ambaye ni Roho Mtakatifu. Kila aliyemwamini, unapompokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ile arabuni, Paulo anatumia neno arabuni au malipo ya awali. Amen. Advance ya kuonyesha kwamba nimekununua, na muhuri tunaopigwa kama mali ya Kristo Yesu. Ile nguvu iliyomfufua Yesu kutoka katika wafu inatenda kazi ndani yetu, inatuwezesha kushinda dhambi. Mtu mmoja aseme haleluya. Sasa kuna nguvu ya kutawala mazingira na vyote vilivyopo. Hiyo iko kwa kila mmoja, madamu amezaliwa na mwanamke. Unanielewa? Nguvu ya kushinda dhambi inabaki kwa waamini peke yao. Hello? Unanielewa? Alafu sasa kuna nguvu juu ya falme, mamlaka
majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hiyo pia iko chini ya wapendwa peke yao. Kwa hiyo mtu aliyemwamini Yesu anatakiwa kutawala mazingira katika hali ya kawaida, anatawala dhambi katika maisha yake, anatawala nguvu za falme zote juu ya uso wa nchi. Mtu huyo ndio anatakiwa kuenjoy uhuru juu ya uso wa nchi. Mtu anayenielewa sema haleluya. Unaona hivyo vipande vilivyo. Ya kwanza tunaiweka chini ya neema ya jumla, kwa sababu Mungu anawapenda watu wote. Ameweka uwezo wa kutawala hivi vitu. Unaamini huamini, unaweza ukabadilisha ziwa likakuzalishia, ukaenda baharini ukavua samaki ukapata pesa. Unaamini huamini, kwa sababu Mungu anawapenda watu wote. Ikija kwenye ushindi wa dhambi, waamini peke yao. Ikija kwenye kushinda mapepo na nguvu za giza, waamini peke yao. Haleluya. Hebu jiangalie kwanza, jiangalie tu. Hebu jiangalie. Kama wewe ni muamini katika Yesu, jiangalie. Halafu jiambie taratibu, mimi ni dude la hatari. Na kamwili kako ako kadogo kadogo hivyo, wewe ni dubasha la hatari kuliko tembo. Ndio maana unaweza ukamtoa tembo polini ukamleta, ukamfuga, akawa na kuingizia pesa. Alafu na kasauti kadogo kama kamtoto mdogo. Hello. Ushakutana na polisi au mwanajeshi ana kasauti kadogo, alafu ana cheo kikubwa. Unafikiri watu wanafuata sauti? Ako cheo ndo kinamata. Kasauti kadogo kakitokea tu, akiitisha hata kama mtu ana kitambi, anakwenda anakimbia. Ndio boss. Yenye nguvu ni mamlaka. Na wewe umepewa hiyo mamlaka kwa jina la Yesu. Kama unampenda Yesu sema haleluya. Sasa kuna jambo ambalo ndo leo tunataka tuliangalie. Yesu akasema fanyeni biashara hata nitakapokuja. Alikuwa anamaanisha nini kabla tujasoma maandiko? Unajua watu wengi sana, wangapi wanataka kwenda mbinguni? Nyosha mkono basi. Namna hii, piga kazi. Haleluya. Leo nimekuja kukuambia fanya biashara kwanza. Mbinguni tutaenda tu. Unafikiri kuna shida kwenda mbinguni? Ukishamwamini Yesu mbinguni unaenda, hamna shida. Mwambie jirani yako, ukimwamini Yesu kakaa kwenye imani, mbinguni unaenda. Hiyo sio ajenda yako. Ukishaamini ni ajenda ya Yesu, na Roho Mtakatifu yuko kuhakikisha unafika. Na mimi nitafika. Unasema unajisikia mchungaji? Sijisikii, nimehakikishiwa na neno nitafika. Na Roho yumo ndani yangu ananihakikishia kwamba ninafika. Wangapi wana uhakika watafika? Kama una uhakika unafika, piga makofi basi. Kwa biashara ya kufika tumeshamaliza, si ndio hivyo? Tutafikaje? Atakaporudi mara ya pili. Amen. Hata ukifa leo unasubiri mpaka arudi mara ya pili. Kwa hiyo yani ufiki tu ukifa uendi moja kwa moja, unasubiri. Atakaporudi, Paulo anasema atakaporudi sisi tulio hai hatutawatangulia waliolala katika Kristo, watafufuliwa kwanza. Tunakubaliana mpaka hapo? Kwa hata mtu akifa leo sio kwamba ndo kaenda. Hizo ni lugha tu tumezoea. Anasubiri ufufuo. Sawa sawa watu wa Mungu Tunaelewana tuko vizuri. Sasa kati ya sasa toka Yesu ameondoka mpaka atakaporudi ndo aliacha maagizo haya. Fanyeni biashara. Hello. Wangapi hawapendi biashara? Hawapendi biashara. Sasa mimi biashara sipendi kabisa. Wangapi wanapenda biashara? Kumbe nyinyi basi ni watu sahihi. Yesu amesema fanyeni nini? Hata Kiswahili sikinaeleweka. Maana yake ni kufanya biashara toka amekuja, alipoondoka mpaka atakaporudi mara ya pili. Kwenye huu muda kuanzia Yesu alipoondoka akapaa kwenda mbinguni mpaka atakaporudi katika utukufu wake, kwenye hiki kipindi ni kipindi cha biashara. Utanielewa tu baadaye. Jina la Bwana libarikiwe. Mwambie jirani yako fanya biashara.
Mwambie tena mwingine, unasemaje mfanya biashara mwenzangu? Haya basi twende kwenye maandiko. Luka 19 tutaanzia mstari wa 11. Anasema waliposikia hayo, aliongeza kusema mfano, kwa sababu alikuwa karibu na Yerusalemu, na wao walidhani ya kuwa ufalme wa Mungu utaonekana mara. Sasa kuna jambo nataka niseme kabla sijaendelea kusoma. Nikuweke kwenye muktadha sahihi ili uelewe na unifuatilie. Jina la Bwana libarikiwe. Sehemu hii ya maandiko katika sura ya 19 ukianzia mstari wa kwanza, Yesu anakutana na Zakayo yule mfupi. Sawa? Anaingia nyumbani kwake pamoja na watoza ushuru wengi na watu wengi wenye dhambi. Alafu baadaye Yesu anasema wokovu umeingia nyumbani kwa Zakayo yule mfupi. Tuko pamoja? Wale mafarisayo wakaanza kusema, huyu mbona anakaa na watenda dhambi? Yesu akasema katika mstari ule wa 10, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Kwa Yesu alipoona wanalalamika, akawapa sababu ya yeye kuja, ni kutafuta na kuokoa kilichopotea. Sasa watu wa Mungu Kwa hiyo mstari wa 11, waliposikia hayo, yapi? Ya kwamba Yesu amekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Wakati wanasikiliza hayo, aliongeza kusema mfano ambao ndo tutausoma leo. Na kwa nini alitoa mfano huu? Katika kutafasiri Biblia, tunapotafasiri mifano ya Yesu, ili uweze kuelewa, kuna kanuni moja ya msingi sana. Kanuni hiyo inaitwa, lazima ujue kilichosababisha Yesu kutoa mfano huo. Umenielewa? Kwa hiyo ukiona mfano wowote wa Yesu mahala popote, ili uweze kuutafasiri kwa usahihi, lazima kwanza utafute kwa nini Yesu alitoa huo mfano kama alivyoutoa. Kwa hiyo mstari wa 11 ni wa muhimu sana, kwa sababu ndio unatuelezea kwa nini Yesu anatoa mfano anaoutoa baadaye. Anasema waliposikia hayo, aliongeza kusema mfano. Kwa sababu, kwa nini alisema huo mfano? Kwa sababu alikuwa karibu na Yerusalemu, na wao walidhani ya kuwa ufalme wa Mungu utaonekana mara. Umeelewa sababu? Nitakuelezea. Yesu alikuwa anaelekea Yerusalemu. Wayahudi walijua Masihi atakapokuja atakaa kwenye kiti cha baba yake Daudi. Si unajua hivyo? Atakuwa mfalme wa kisiasa, atawarejeshea ufalme. Na ndio maana alipokuwa anaondoka, ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, wanafunzi wake wanamuuliza, huu ndio wakati ambao unaturejeshea ufalme? Unakumbuka hayo? Kwa hiyo wao walikuwa na mtazamo ya kwamba sasa tunaelekea Yerusalemu, tukifika kule Yesu ataweka ufalme wake, na sisi sasa kama Wayahudi, kama taifa, turudi kama tulivyokuwa zamani. Ufalme wetu uliokuwa na nguvu chini ya Daudi, tulikuwa tunapiga mataifa yanayotuzunguka, tutarudi kwenye kutawala. Mtu mmoja ananielewa? Hicho ndio Yesu anashughulika nacho kwenye mfano unaofuata. Ndio maana anasema sababu alikuwa karibu na Yerusalemu, nao walidhani ya kuwa ufalme wa Mungu utaonekana mara. Sasa ufalme wa Mungu gani waliokuwa wanatarajia utaonekana? Ni udhihirisho wa ufalme wa Mungu wa kisiasa, ule wa kweli katika mwili, sio katika roho. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanajua kwamba Yesu atakaporudi mara ya pili, anaporudi, acha ya unyakuo, ile kurudi kutawala, utakuwa ni ufalme kabisa, yani kama serikali. Wangapi wanajua hivyo? Nyosha mkono kama unajua. Wangapi hawajui? Sasa ndio ujue.
inapongelewa Yerusalemu mpya itakaposhuka na mfalme Yesu, kwamba tutatawala naye. Yeye ndio atakuwa mfalme katika mwili na sisi tutatawala pamoja naye. Itakuwa ni serikali inayotawala. Danieli alionyeshwa katika kitabu cha Danieli kwamba baada ya zile falme zitakazotokea, halafu mwisho ile sanamu, jiwe likaanguka kutoka mbinguni, likaipiga ile sanamu, likasagasaga miguu, halafu upepo ukaja ukapeperusha mpaka mavumbi yake. Na Danieli alikuwa anatabiri ya kwamba mamlaka za serikali, uongozi wa kidunia usio na haki siku zote katika nchi iwayo yoyote utafikia ukomo, na utawala wa Yesu Kristo, lile jiwe lililojaza dunia, utakuja na kusimama milele na milele. Kwa hiyo kama ulifikiri utakaa mbinguni milele, ninazo habari njema kwa ajili yako. Tunatawala hapa hapa milele na milele. Kama unanielewa sema haleluya. Kule tunakwenda kupiga menyu tu, sherehe, alafu tunarudi. Ila sio dunia hii, itakuwa mpya. Jina la Bwana libarikiwe. Tunarudi kwenye awali, kwenye mpango wa Mungu wa awali. Tunakuwa na mtawala Yesu, yeye ndio mfalme. Hello. Kwa hiyo Wayahudi walifikiri ule utawala ambao kina Isaya wametabiri kuhusu Masihi, uliotabiriwa na manabii wote, kwamba Masihi atakapokuja atakaa kwenye kiti cha Daudi na atatawala dunia yote, hakutakuwa tena utawala mwingine. Walifikiri ndio unatokea sasa. Tunaelewana? Ni kama watu wanavyofikiri ukiokoka sasa ndio umetawala kwenye ile kila kitu, asiwepo mtu asiyeokoka, yani sehemu zote lazima tuwepo sisi. Sikiliza sasa wajibu tulioachiwa. Kwa hiyo kwenye kipindi hiki, kuanzia Yesu anapaa mpaka anaporudi, kuna kipindi hapa sio cha miaka mingapi itakayokuepo sijui. Sasa hivi tuna miaka 2000 na kitu, si ndio hivyo? Bwana asifiwe. Akirudi, huo ndio utakuwa utawala sasa kamilifu katika nyama, katika mwili, ila mwili wa utukufu. Hello? Paka hapo tuko pamoja? Unanifuata vizuri mpaka hapo? Maana nikikupoteza hapo utanielewa. Kwa hiyo sasa Yesu anautoa mfano. Tunaanza sasa mstari wa 12. Basi Yesu akasema, mtu mmoja kabaila alisafiri kwenda nchi ya mbali. Kumbuka kwa nini anatoa mfano? Anataka kuonyesha kwamba ufalme kwa njia wanayofikiria hauji mara moja, bado muda wake. Tumeelewana hapo? Unanifuata vizuri? Kama unanifuata nyosha mkono namna hii nijue unanielewa. Mungu wa mbinguni akubariki. Mstari wa 12 anasema, basi akasema mtu mmoja kabaila alisafiri kwenda nchi ya mbali. Kumbuka huu ni mfano. Kwa hiyo kuna kabaila, lazima ujue kabaila hapa ni nani. Sawa sawa Weka sehemu kama unaandika, sema kuna mtu anaitwa kabaila, tutarudi kwake. Alisafiri kwenda nchi ya mbali ajipatie ufalme na kurudi. Lazima pia ujue nchi ya mbali hiyo ni wapi. Sawa? Hello? Aya. Maana anasafiri kwenda akachukua ufalme alafu arudi. Mstari wa 13. Akaita watu 10 katika watumwa wake, akawapa mafungu 10 ya fedha, akawaambia, fanyeni biashara hata nitakapokuja. Lazima ujue hawa watumishi ni akina nani. Sawa? Waliopewa hiyo amri ya kufanya biashara. Mstari wa 14. Lakini watu wa mji wake walimchukia. Lazima ujue hawa watu wa mji wake ni akina nani. Sawa? Wakatuma wajumbe kumfuata na kusema, hatumtaki huyu atutawale. Mstari wa 15. Ikawa aliporudi, amerudi kutoka wapi? Safari yake ya mbali. Sawa sawa? Unanifuatia vizuri Sasa karudi kutoka safari yake ya mbali. Ikawa aliporudi, ameupata ufalme wake. Alienda kuchukua ufalme wake. Aliamuru waitwe wale watumwa aliowapa fedha, ili ajue faida aliyopata kila mtu kwa biashara yake.
Kumbuka aliwaambia fanyeni biashara. Kwa hiyo akirudi anaulizia mahesabu. Bwana Yesu asifiwe. Si unajua hivyo, mfanya biashara akikupa mtaji anaulizia mahesabu akirudi anaulizia mahesabu. Ndio hivyo huyo mtu. Akaja wa kwanza akasema, Bwana, fungu lako limeleta faida ya mafungu 10 zaidi. Akamwambia, vema, mtumwa mwema, kwa vile ulivyokuwa mwaminifu katika neno hili lililo dogo, uwe na mamlaka juu ya miji 10. Amen. Mstari wa 18. Akaja wa pili akasema, Bwana, fungu lako nimeleta mafungu 5 faida. Akamjibu huyu naye, wewe uwe juu ya miji 5. Na yeye amepata faida 20. Akaja mwingine akasema, Bwana, hili ndio fungu lako ambalo nililiweka akiba katika leso. Muulize jirani yako, unaweka akiba katika leso fedha za watu? Mstari wa 21 akaanza utetezi wake. Kwa maana nalikuogopa, kwa kuwa mtu mgumu, waondoa usichoweka, wavuna usichopanda. Mstari wa 22 akamwambia, nitakuhukumu kwa kinywa chako, mtumwa mwovu wewe. Ulijua kuwa ni mtu mgumu, niondoaye nisichoweka na kuvuna nisichopanda. Basi mbona hukuiweka fedha yangu kwa watoao riba, ili nijapo nipate pamoja na faida yake? Unaona msisitizo wa huyu jamaa alienda mbali. Mambo yake ni faida tu. Mwambie jirani yako, huyu kabaila anataka faida tu. Faida tu. Hana sababu nyingine. Bila faida mwelewani. Bwana Yesu asifiwe. Tuko mstari wa ngapi? 20 ngapi? 24. 24 akasema, akawaambia waliosimama karibu, mnyang'anyeni hilo fungu, mkampe yule mwenye mafungu 10. Wakamwambia, Bwana, anayo mafungu 10. Mstari wa 26, nawaambia, kila aliye na kitu atapewa, bali yule asiye na kitu atanyang'anywa hata alicho nacho. Tena wale adui zangu wasiotaka ni watawale, hilo ni kundi jingine muhimu sana ulijue, waleteni hapa mwachinje mbele yangu. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Sasa katika tafasiri ya mfano kama huu, nataka niseme mambo machache halafu niende kwenye somo letu ili uelewe mfano vizuri. Nipe dakika 2-3 nikuelezee makundi mbalimbali yaliyomo kwenye mfano huu. Mtu wa kwanza anaitwa kabaila. Sawa sawa? Sasa Biblia hapo imetumia neno kabaila. Huyu kabaila anamwakilisha Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Sawa sawa? Tunaelewana? Kwenye mfano huu kabaila ni Yesu. Na Yesu alikuwa anawaambia, nitaondoka, nitapaa, nitakwenda nchi ya mbali. Nchi ya mbali ni mbinguni kwa baba yake. Sawa? Yeye kabaila alikuwa anaenda kuchukua ufalme. Atakaporudi mara ya pili ndo atarudi katika ufalme ule wa kutawala katika uhalisia. Ndo alichokuwa anakisema Yesu. Tumeelewana mpaka hapo? Kabaila ni Yesu, anaenda nchi ya mbali mbinguni, atarudi na ufalme ameshaupata. Amen. Kwa ajili ya kutawala. Tumeelewana mpaka hapo? Kuna watumwa wake yule kabaila ni watu wa Mungu. Mimi na wewe tuliomwamini Yesu. Sawa sawa Akawaachia kitu. Akawaachia fedha kwa ajili ya kufanya biashara. Tunaelewana? Hello? Akawapa karama, akawapa vipaji, akawapa nguvu, akawapa vitu vyote ulivyo navyo na uumbaji wake ili wawe wazalishaji. Hello?
Atakaporudi, hao ndio anawauliza, watatoa hesabu mbele zake wametumiaje kile Mungu alichowapa. Tumeelewana mpaka hapo? Hilo lilikuwa kundi jingine. Kundi jingine ni wale waliosema hatutaki kutawaliwa. Maana mwisho wamesema hao wachinjeni mbele yangu. Maana yake wanapotezwa kabisa. Kundi hilo linawakilisha wale waliokuwa wamekataa kumwamini kipindi kile na wale ambao hawatamwamini Yesu kwenye hiki kipindi chote. Atakaporudi hao wanatupwa jehanamu. Maana wamekataa ufalme wake. Wamemkataa Yesu kama mfalme. Mtu mmoja ananielewa? Kwa hiyo wamekataa kuokoka, kwa lugha rahisi tulioizoea. Wamekataa kumpokea Yesu awe mfalme juu ya maisha yao. Kuna kundi ambalo sijalisema. Yote yameisha. Kwa mfano sasa unauelewa vizuri eh? Si ndivyo? Bwana Yesu asifiwe. Sasa fanyeni biashara hata nitakapokuja. Kutoka kwenye mfano huu ambao Yesu anautoa, tunajifunza nini? Nisikilize. Watu wengi tunasubiri tu Yesu arudi tuondoke. Hello. Tumechoka kukaa hapa. Watu wengi tuna mtazamo wa kuchomoka. Nazijua zile gari zinaitwa mchomoko Azikaage kwenye vituo. Kuna watu wana mitazamo michomoko ya kiroho. Yaani hawafanyi lolote hapa. Wanasubiri tu wakati ufike wachomoke. Yesu anasema hivi, mwanangu tulia, fanya biashara. Haleluya. Anasema hivi, umeokoka? Amina. Nimekwenda, nitarudi kuja kukuchukua. Tutawale pamoja. Udhihirisho wa ufalme katika nyama na damu, katika mwili wa utukufu, muda wake utafika. Sasa watu wa Mungu Lakini kwa sasa tawala dunia. Mtu ananielewa? Kwa sasa mimi nimeondoka, nimewakabidhi watumishi wangu wafanye biashara ya kwangu mimi, biashara ya Yesu. Mpaka nitakaporudi nitawapa ujira wao kulingana na kile watakachokuwa wamefanya. Mtu mmoja ananielewa? Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Yesu anasema ndani yako, kila aliyemwamini, una jambo ambalo ameweka ndani ya maisha yako. Hakuna mtu asiyekuwa na kitu. Maana wote alipowaita aliwapa kwa usawa. Wazalishe. Ukisoma ule mfano wa Mathayo ile 25:14 mpaka 30, unaonyesha waligawiwa kulingana na uwezo wao. Wapo waliogawiwa 5, 2, 1 talanta. Lakini kwenye sura ya Luka wote walipewa 1. Na kila mmoja akazalisha kulingana na uwezo wake. Na aliporudi hakusema kwa nini wewe umezalisha 5 mwenzako akazalisha 10. Hapana, anajua uwezo wetu unatofautiana. Anachotaka ni uaminifu katika kutumia alichokupa. Mtu mmoja ananielewa? Yeye ameondoka. Yeye karudi kwa Baba, ameenda nchi ya mbali. Duniani hapa akamwacha mtu mmoja anaitwa James. Duniani hapa akamwacha mtu mmoja anaitwa Ayubu. Duniani hapa akamwacha mtu mmoja anaitwa Samueli. Akamwacha mtu mmoja anaitwa Ngoma. Akamwekea vitu ndani yake. Akampa elimu, akampa maarifa, akampa ujuzi, akampa karama, akampa vipawa,
akasema kila nilichokupa fanyia biashara, tawala na kumiliki, badilisha hali ya hewa, rekebisha maisha ya watu, tengeneza maisha ya watu, bariki waliokataliwa, inua waliokataliwa, fanya jambo, hubiri injili, fikia walio gizani mpaka nitakaporudi. Acha kufikiria umekaa kizembe. Bwana amenituma. Wakati wa JCC kukaa kizembe umekwisha. Nasema wakati wa mtu katika kusanyiko hili kukaa kana kwamba yuko kihasara, natangaza umekwisha. Ni wakati wa kuingia kwenye biashara. Sasa asubuhi nikawa nasema, Jumatano tulikuwa na maombi hapa. Biashara kubwa aliyokuwa anaiongelea ni kupanua ufalme wake. Sasa watu wa Mungu lakini ili ufalme wake upanuke kuna mambo mengi yanatakiwa atokee. Tunatakiwa tupeleke injili DR Congo. Mtu mmoja ananielewa? Hatuwezi kwenda Kongo kwa baisikeli. Tunaenda Kongo kwa ndege. Kuna sehemu nyingine hata hazifiki, tunatakiwa tukodi au tununue helikopta. Mtu mmoja ananielewa? Biashara unaifanya namna hiyo. Ili ifike hapo, wana JCC lazima mwe na makampuni. Mjanielewa. Nasema ili Ngoma ende na helikopta DR Congo, JCC lazima mwe na makampuni. Mashamba yaliyoko, ardhi inayong'ara yenye kuzalisha nchi hii ilimwe na wana JCC, ilete mchuzi. Kama unasema haleluya. Tuko kwenye biashara ya Kristo, tuko kwenye biashara. Hakuna kukaa. Unajua kuna watu wamekaa, huwezi kujua. Ngoja nikae, Yesu labda anarudi leo kesho. Hiyo sio biashara yako. Biashara yako kaa kwenye imani, piga mzigo. Mwambie jirani yako piga mzigo. Piga mzigo, piga mzigo kama hujawahi kupiga mzigo. Tuko kwenye biashara. Mungu amekupa nafasi ya kuhubiri injili, fanya biashara, hubiri. Amen. Mungu amekupa nafasi ya influence. Unaweza ukasema na watu. Uko kwenye nafasi fulani, ukisema unasikiliza, fanya biashara ya ufalme. Hicho kitu hujapewa bure. Mungu amekupa karama, itumie. Acha kuifanyia biashara ya kutafuta pesa kwa ajili yako. Fanya biashara kwa ajili ya Bwana. Mungu amekupa vipawa. Mtu anasema mimi nimezaliwa tu. Mimi nimezaliwa, yani kuimba kuko ndani yangu. Fanya biashara kwa ajili ya ufalme. Mtu mmoja ananielewa? Umepewa elimu, unaitumiaje? Unafikiri uliipata tu? Badilisha mazingira ya watu ili waone nguvu na uweza wa Mungu kupitia kile ambacho Mungu amekupa. Hello? Ngoja nikwambie kitu. Yeye ametutuma na sisi tunamtuma. Unajua maombi yetu manengi yamekaa kizembe sana. Baba shuka urekebishe Tanzania. Yeye amesemaje? Nasema amesemaje? Amesemaje? Fanya biashara. Unamuita hajafanya nini? Wewe ndo amekutuma ufanye. Hello? Ukiomba mwambie Mungu nisaidie nafanyaje biashara kwenye hili eneo. Ndio maombi ya wababe. Si unamuita Yesu. Yesu alishakwambia wewe ndio uende. Naona mtuma. Kopro anamtuma generali. Tovu wa nidhamu katika jeshi. Mtu mmoja ananielewa? Unanielewa? Fanya nini? Mpaka atakapo kuwa busy na kazi yake na biashara yake. Hajatuacha hapa tu zubai. Kuanzia leo natangaza, wewe kama ni sehemu ya kanisa hili, hayuko mtu mmoja anayemruhusu kuanzia leo wewe kuwa mchemsha kiti tu, marufuku. Semeni amina. Semeni amina. Mwambie jirani yako fanya biashara. Kuna kuchemsha kiti tu hapa. Jamii nalia huko. Mimi sijasema lazima ufanye hapa. Moja ya lengo letu pale nje limeandikwa kumjengea uwezo kila muamini akaitumikie jamii. Nataka nisikie wana JCC
wanaunguruma kule. Kanisa linatolewa hapa, linapelekwa mtaani. Mtu mmoja aseme haleluya. Kwenye kituo chako cha bodaboda watu wajue kuna mwanaume aliyeitwa na Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Natamani nisikie kuna wajane 12 wanalishwa na mtu mmoja anayetoka hapa. Nasema fanya biashara. Kristo amesema yeye ni baba wa wajane, lakini ni kupitia wafanya biashara wake. Mtu mmoja aseme na kuelewa. Unafikiri anatoka mbinguni anakuja yeye ndo anafanya? Hapana, aliyotuachia tufanye hiyo biashara yake. Kila ahadi ambayo Mungu ameisema inatekelezwa kupitia watu wake. Si kama unanielewa? Wasio na chakula wanalishwa na Mungu si unajua mbinguni hakuna mahindi. Mimi sijawahi kufika lakini najua hakuna mahindi. Nimesoma kwenye kitabu cha Ufunuo, sikuona mahindi huko. Niliona mti wa uzima tu. Ndio huko. Mtama haupo, hakuna mchere wala mpunga. Watu wakihitaji kulishwa mpunga unatoka wapi? Kwa wafanya wa ufalme. Hello? Unanielewa? Watu waliokata tamaa wanataka waonyeshe upendo wa kweli. Unatoka kwa nani? Sisi. Ndio kazi tulioachiwa. Alianzisha ufalme, atauleta katika ukamilifu wake. Kwa sasa watenda kazi ni mimi na wewe. Mtu mmoja ananielewa? Wanangu St. Joseph pale patikisike. Na sio kutoa pepo tu, kwenye kila kitu. Amekujalia una maarifa kwenye biochemistry, weka line, wapige watu shule paka wafumuke wapate A. Ndio nafanya biashara za Bwana. Halafu mwisho wa siku naambia karibuni ibadani. Watakuja kwa unyenyekevu mkubwa. Lecture yangu itafanyika baada ya fellowship. Kwenye chumba cha fellowship. Mtu mmoja ananielewa? Wanafunzi mnanielewa. Microbiology nitashusha lecture nikimaliza kuhubiri. Kwa waje wa kucheki kwanza unahubiri wapokee nondo, halafu baadaye endelea na biashara nyingine. Umepewa kipaji cha kuwa sharp na kuelewa somo fulani, kitumie kwa ajili ya kupanua ufalme wa Mungu. Ndio ninachomaanisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu anasema hivi, ninyi ndio mfanye nini? Mzifanye hizo kazi kwa sasa. Acheni kufikiria kwamba nimekuja kuimarisha huo ufalme. Hamtauona. Endeleeni kuyafanya yale ninayotaka myafanye mpaka nitakapokuja tena. Natamani nisikie mashamba ya maeka na maeka watu wanayamiliki kutoka hapa. Mtu mmoja ananielewa? Maloli na maloli yanasomba mahindi kutoka kwenye shamba lako. Sudani Kusini kukiwa na njaa, unapeleka malori na malori kusaidia walio katika njaa. Mtu wa Mungu utakiwa kuwa na maono ya kujiangalia mwenyewe. Amesema fanya biashara kubwa, biashara ya ufalme itakaoleta watu kwa Yesu, itakaofanyika baraka na kuonyesha nguvu ya ufalme. Sasa unajiangalia wewe, tukipata kastairi kamoja kanguo na kakiatu na nini na perfume umemaliza. Hatuongelei biashara hizi, tunaongelea biashara kubwa. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani kwa maana ya biashara ya Mungu ndio naposema biashara kubwa. Nimeshakuandalia msingi kote kule Mungu amekupa kutawala. Sasa leo namalizia kuambia afanya biashara. Usi unalala unaota, sui Yesu amerudi leo, una wasiwasi wa nini? Ukiwa ndani ya Yesu unatulia, hiyo business ilishaisha. Wagalatia 2:20 nasema hivi. Hebu uniwekee hapo. Wagalatia 2:20. Nataka nikufiatue kidogo kwenye hii biashara. Mwambie jirani yako, mchungaji anataka kufiatua mtu. Weka hiyo. Twende wote kwa pamoja. 1, 2, 3.
Hebu weka kituo kwanza hapo. Nani aliye hai ndani yako? Nani aliye hai? Kwa hiyo biashara unafanya na nani? Anayefanya hiyo biashara ni nani? Sio wewe, ni Kristo. Ila anafanya kupitia. Unanielewa eh? Tuendelee. Na uhai. Yaani ukielewa hii. Yaani ninapotembea hivi. Sasa usifikirie ukasema naanza hela. Yaani ninavyotembea hivi Kristo anatembea. Aya. Ukielewa hilo, umeunganishwa na kufanywa kitu kimoja na Kristo. Kwa lugha nyingine alisema hivi, kwa sasa ule ufalme sitaudhihirisha kupitia mimi. Nataka ni udhihirishe kupitia ninyi. We are agents of change. Sasa mimi situmiagi neno change, natumiaga mapinduzi. Ila najua neno hili ni zito sana. Ila sio mapinduzi ya kisiasa. Hello? Wana mapinduzi wenzangu, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Mapinduzi, sio kugeuza, mapinduzi. Bwana amekuacha ufanye biashara zitakazoleta mapinduzi kwenye kizazi chako. Ufalme wa Mungu uimarike. Siku utakapovuta pumzi ya mwisho, uache kitu kimesimama. Usiondoke kiasara. Usiondoke kama mtu ambaye ulikuwepo. Siku naondoka, kuna jambo limesimama kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa mambo matatu ninapomalizia tunaojifunza kutoka hapa. Nimeshakuhamasisha vya kutosha. Mambo matatu tu ambao nataka uyakamate ninapomalizia. Usifikiri namaliza muda mrefu sana. Namalizia sasa. Moja. Nishasema kila mmoja wetu ana kitu kutoka kwa Bwana. Maana aliwapa wote hawa kwa pamoja. Aliweka kitu cha kufanyia biashara. Hello? Usijione sina kitu. Kama huna tuone, tukusaidie kukuonyesha. Una kipawa, una karama. Si unajua tofauti eh? Una kipawa, una karama. Hivyo vinatoka huko, vingine vya kuzaliwa, vingine. Una fursa. Sawa eh? Kuna fursa unazoweza kuzitumia. Una elimu, una maarifa, una ujuzi, una nguvu. Vyote hivyo Bwana ndo anaruhusu uwe navyo. Ndo mtaji wa kufanyia biashara ya Bwana. Hello? Kwa hiyo usiseme huna. Kila mmoja ana kitu. Na ndio maana sitaki kuona mtu yoyote anakuwa wa kukaa kihasara kwenye kanisa hili. Na huu ndo msimamo wa Yesu, sio hapa tu. Hata ukikimbia hapa, kokote utakakokwenda unatakiwa ufanye kazi hiyo. Amen. Nimeeleweka? Kuanzia sasa tutaanza kuulizana, unafanya biashara gani? Kwa muktadha huu. Tunaelewana? Sisi ndo Mungu ametuamini kupanua ufalme wake. Ni sisi. Sema mimi, Kristo ameniamini kupanua ufalme wake. Ndio maana akakupa na roho wake. Nafikiri amekupa roho wake bure bure. Acha kumuita aje apanue. Wewe mwenyewe toka na panua ufalme wake. Kwa sababu yuko tayari ndani yako. Hello? Kwa kila mmoja anacho. Kila mmoja. Sasa swali, je, unakitumia kile kitu ambacho Kristo amekupa? Lakini swali jingine,
tunapongojea kurudi kwa Yesu mara ya pili, unangojea ukiwa umekaa au unangojea ukiwa kazini? Unajua kuna watu wameridhika, sisi tumeokoka tunasubiri tu kwenda mbinguni. Nani alikwambia sababu ya kuokoka ni kwenda mbinguni? Si ungekufa siku hiyo hiyo ukaondoka? Mbona bado upo? Ukiugua mbona unaenda hospitali? Na kuomba, Baba, kemea magonjwa, yaache ya kuondoe. Huna faida juu ya uso wa nchi. Unanielewa mtu wa Mungu? Sikutukani, ndio nakwambia ukweli. Nataka ujiulize, una faida yoyote hapa? Kama una faida, omba uondoke. Achia nafasi wenye faida wafanye kazi. Usile hewa yetu. Nasema mchungaji unasemaje maneno? Ndio nimesema. Ndio indiko hivyo. Unanielewa? Unanielewa? Bwana hajatuokoa tuwepo kizembe kizembe. Piga biashara ya Yesu. Chakalika kwa ajili ya Yesu. Chakalika kwa ajili ya Yesu. Mwaka mzima upo tu. Hata ukiulizwa, yani hueleweki, upo tu. Kama ibilisi unazunguka huku na kule. No impact. Maisha sio kuwa na matunda, sio ya watu wa Mungu. Mtu mmoja ananielewa? Jambo tunalojifunza hapa, wakati tunasubiri kwenye hiki kipindi, tunasubiri yule bwana Kabaila alienda kurudi, ni wakati wa kuzalisha. Biashara ni kuzalisha, ili atakaporudi tuwe na kitu cha kumpa. Nataka nikuchangamotishe leo, Yesu akirudi una cha kumpa. Hiyo karama na vipawa na fursa na kila kitu alichokuachia, alichokupa, leo akirudi, au utakuwa kama huyu mwovu aliambiwa, we mwovu wewe, umeweka kwenye leso. Waweka kwenye leso vitu vya Mungu. Bwana Yesu awarehemu. Hapa hatusemi Bwana asifiwe, tunasema Bwana awarehemu. Tupa hiyo leso kwa jina la Yesu. Umekaa tu. Yaani umekaa tu. Bwana amekupa maarifa ya kubadilisha, kupindua jamii. Afu umekaa tu, umeridhika. Madamu wewe unakula basi, haujaokolewa ule na kushiba. Umeokolewa ulete mapinduzi kwenye kizazi chako. Sema amen. Jambo jingine la msingi sana kujifunza hapa. Ukiishi maisha sio ya kuzalisha, atakaporudi utaweka kibano. Umeelewa? Kama ufanyi biashara ya Bwana aliyosema, meridhika tu. Mimi wanaenda kanisani, wengine wapenda kweli. Sipendi fujo bwana. Yaani mimi nikienda kanisani sitaki hata kuongea na mtu, nisije nikakwaza watu. Naingia tu ibadani, nasikiliza neno, na lamba kutoka mbinguni naondoka. Unalamba? Ukilamba na wewe tukulambe. Unanielewa? Ukipokea kutoka kwa wengine, na wewe utoe wapokee. Ndio maana yake nayo maanisha. Umekaa tu, unabarikiwa tu. Ukiona hapa pamepoa, unafungua channel nyingine. Na kwa kuwa siku hizi wahubiri ni wengi, yaani wewe ni kusikiliza tu mahubiri, paka umevimbiwa. Umekuwa kama umekula mayai ya kuchemsha na mtindi na viazi. Watu wazima wananielewa nini kinatokea. Unakuwa mchafuzi wa mazingira. Kwa kinachobaki ni kukosoa tu. Ufanyi chochote, upo tu. Wewe vyote umekalia, ni kuangalia tu, lakini anavyohubiri naye. Hata hiyo suti rangi ya papo, ndio papo hii, loyo kala. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Upo tu. Muulize jirani yako, upo tu au unafanya biashara? Muulize, akujibu.
Muulize kwa upole kabisa, mpendwa, upo tu au unafanya biashara? Ajibu. Amesemaje? Ataanza kesho. Haleluya. Fanya biashara. Mwambie jina yako kafanye biashara ya Bwana. Usikae tu. Sasa hapo tunaposema hii biashara sio tu kuhubiri. Elewe, inaungana na somo letu lote linakoanzia. Tengeneza pesa, zitafanya biashara. Amina. Tawala uchumi. Ingia kwenye watu wa biashara, ingia kwenye siasa, ingia kila sehemu. Kila siku tunalalamika, shule zimeharibika, watoto wanaraibiwa shuleni. Wapendwa, tuache kulalamika kwanza. Nikikusikia hivi nakwambia hujafungua ya kwako. Kwa nini? Usiseme ninakutukana. Kanisa tupo tu tumelala tu. Kila siku piga kelele tu. Nikisema kanisa maana kanisa, sio lazima JCC. Si ndio hivyo watu wa Mungu Lakini tunalalamika kila siku. Tunafanya biashara gani ya kulea watoto wakae katika msingi mzuri? Ndio hizo Yesu ametuachia. Kwa nini tusiwe na mfumo wetu kuanzia chekechea mpaka juu, shule zimekaa, zimenyoka namna hii? Nikauliza hapa mahospitalini, wote mnalalamika mkienda mahospitali. Wote. Siku hizi sijui nini, za warokole ziko wapi? Ziko wapi? Aya, bucha za nyama. Wale watu wanatuibia nyama. Za wasioiba ziko wapi? Malekichala wanatutaka kingono. Malekichala wasiotaka kingono wako wapi? Kwa nini? Hawapo waliookoka wasome wakawe malekichala. Fanya biashara ya Bwana. Kila sehemu kuwe na utulivu, kwa sababu kanisa limeingia. Mtu mmoja aseme haleluya. Hiyo ndio mentality natakiwa iingie hapa. Hatujaokoka kwenda mbinguni tu, tumeokoka tukae kwanza hapa. Mwambie jirani yako tumeokoka tukae kwanza hapa. Wewe uliokuwa unasubiri helikopta lije likuchukue, tulia, fanya biashara hapa kwanza. Ninatangaza tunaanza mapinduzi makali juu ya uso wa nchi sasa. Haleluya! Nafikiaga nimeshonaga ile gwanda kwa bahati mbaya. Muda tu ulikuwa hujafika. Kwa bado najipanga kwanza. Wakati umewadia. Funga mkanda. Nasema funga mkanda. Nasema funga mkanda mwana JCC. Tunataka tuteke kizazi. Na sio kuteka tu kwenda kutoa pepo. Kwenye madini tuwemo. Nimesemaje? Kwenye kilimo tuwemo. Ufugaji tuwemo. Kwenye kurusha ndege tuwemo. Mahospitali tuwemo. Kwenye shule tuwemo. Mifumo yote iliyoko hapa tuwe nayo ya kipendwa. Uko ndio kutawala kwenyewe tunapokuongelea. Biashara zilizonyoka ziwepo. Wako wapi wanaokwenda China na kuleta makonteina waliookoka? Wako wapi wanaoshona suti za ukweli, ngoma hawa anavaa? Kuna suti nasubiri kwanza. Yaani nikikuelezea na kuambia kasome Kumbukumbu la Torati. Ndio unashona kulingana na maelekezo. Nitamwambia mtu asiyeamini. Nina mambo hapa ameshaga nivuruga mimi, msinione hivi, nasubiri wakati. Nilibariki watoto wangu siku ya 8. Nataka sasa ujue kichwa ambavyo kishaga vurugika. Mama amejifungua siku 8, alikwenda madhabahuni kubariki watoto. Ndio mchungaji wako kama ulikuwa hujui. Siku ya 8 kama wa Kiyahudi, siku ya tohara. Na wa kwanza nimembariki Jumatano asubuhi, sio kwenye ibada. Kamwambia mchungaji, vipi mwanangu siku ya 8 leo? Wala siku ya Jumanne. Kaambia anaweza kumleta, akasema mlete. Walikuwa wanafanya kazi pale kanisani wakaitwa, tukapiga hapo. Kwani mpaka kuwe na ibada?
Si unaiona hiyo akili ilivyo? Unaielewa vizuri na kuonjesha ujue akili ya huyo mtu. Ili sasa ukianza kuona mikimbizo uelewe unaongozwa na mtu mwenye akili ya namna gani. Na wakati ndio umewadia. Uko tayari Ni akili nzuri eti. Ndio lazima na akili ya fyatu kidogo hivi ili kufyatua kizazi hiki. Na wakati umewadia. Anza kutafuta mashamba. Nimesemaje? Anza kutafuta mashamba tukalime. Tunataka kutawala na kumiliki. Tuhubiri injili. Wachungaji wataendaje huko tunakofungua makanisa? Kama kila mtu amekaa, tumekalia kipawa chako. Umekalia tu. Mzee Mtunda basi. Nitaka kusema anaweza kumuomba akawa anaomba maombi kwenda moto kwenye viti. Najua hayo maombi anaweza. Kwa maana yaani ukikaa kwenye eneo umetulia tu na hasara. Unaanza kusikia moto unawaka kwenye unasimama. Wangapi mko tayari? Tupige hiyo fire. Mwambie jirani yako ni wakati wa kuinuka na kumfanyia Kristo biashara. Amen. La mwisho. Mungu anaangalia uaminifu tu. Kufanya biashara kwa uaminifu. Hakuuliza huyu ana 10, huyu ana ngapi. Kulingana na uwezo aliokupa, fanya hivyo kwa uaminifu wote. Usishindane na watu. Sawa? Usijilinganishe na watu. Jilinganishe na kile Mungu alichokupa. Kifanyie. Hiyo karama aliyokupa Mungu, ifanyie kazi kwa 100%. Katika ile mfano wa Mathayo 25, Yesu aliporudi anamwambia wewe mwovu na mvivu. Shida ni uvivu. Vijana, Bwana asifiwe. Uvivu ni pepo. Nimesemaje? Mtu aliyeokoka hatakiwi kuwa na pepo. Kila siku nasema tusijihurumie, hatutakufa. Tumeumbwa tupige kazi. Uvivu. Natangaza mwisho wa uvivu kwenye kanisa hili. Na sio matangazo tu, tutakimbizana. Mama, anza kumtia moyo mmeo, kwa sababu nikianza kukimbiza mmeo usinilaumu. Usemba unaingiliaje mambo ya familia? Si ndio mimi sasa Bwana ameniweka. Takukimbiza. Na mimi nitakimbizwa nikiwa mvivu. Tutakimbizana. Nasikia kuna watu bado wanalala hapa mpaka saa 2 hapa. Na kutumia salamu za pole. Simaanishi mtu amelala saa 10 akaendelea saa 2. Simaanishi hao. Na maanisha yani umelala mpaka saa 2. Masaa 8 yamepita unakoroma. Nitaomba mvua zipite kwenye jumba lako kabisa ziingie ndani. Nafikiri mjanielewa nyinyi. Kama namwamini Mungu kufufua wafu, nashindwa kuomba mvua iingie. Unanyeshewa na bati liko juu. Tuma malaika na ndoo za maji ya baridi. Ninachosema tuache uvivu. Nimesemaje? Tupilia huko uvivu. Kama una shida ya uvivu njoo nione. Ninayo dawa. 1 mara 3 kwa wiki moja. Utakaa sawa. Hello? Wanachuo acheni uvivu. Unasoma tu vikaratasi 3, umeshachoka. Mabinti zangu acheni uvivu. Acha mentality ya kusema tutaolewa. Olewa ukiwa sio mvivu.
Kwa tunataniana nilipokuwa sekondari na ile shule ya wasichana. Wanatuambia nyinyi someni bwana, sisi tutaolewa. Tulikuwa na shule jirani pale. Kwa anatuambia nyinyi wavulana someni kwa kasi, sisi si unajua tena. Naweza kuja kuolewa na mkuu wa wilaya. Wakuu wa wilaya wote wameshaoa. Wanasifiwe. Walioajiriwa, kama unatakiwa kuwa ofisini saa 1, fika saa 1. Mnanielewa Mnanielewa? Kama una biashara yako usiseme nimejiajiri ili nipumzike. Huo ni Nataka kusema neno zito zaidi ila Bwana amenizuia. Ukijiajiri unatakiwa ufanye kazi zaidi kuliko kuajiriwa. Kwanza unafanyia kitu chako. Wenye maduka anzeni kufungua saa 12 ili saa 10 mje ibadani. Mafundi, rafiki zangu mafundi, Bwana asifiwe. Siku hizi sio wengi. Nimewasema sana, nafikiri wameanza kupungua. Na washangaga mafundi, wanaanza kazi saa 4. Wanazunguka tu, anachukua ukobiro, anazunguka. Anaweka sui mchanga. Naomba saa 12 mnafanya nini? Anza kazi saa 12. Saa 9:30 maliza kazi, njoo kanisani. Na wengi wetu hapa hata hatuji ibadani. Uvivu. Hatuji kupangilia kazi. Unasoma. Asubuhi yote upo tu kwenye Instagram. Unatoka kunaenda. Soma. Alafu uende kwenye fellowship. Hello? Hata wamama msioenda ofisini, amka muda sawa na baba anapoamka. Unalala unafanya nini? Amka saa 12. Wanaoenda kazini wanaamka saa 12. Wewe unalala unafanya nini? Una raha gani? Nyasi mpaka zinafika mlangoni. Utafikiri nyumba ya misukule. Una mikono. Mtanipenda tu. Tanielewa tu. Na tutaelewana. Unaenda kazini, uende kazini, amka mapema. Kama una kazi basi kaombe, kwani hata kuomba ni kazi, ni biashara hiyo hiyo. Muombe hata mchungaji ngoma hapo. Una kabisa cha kuombea, mimi nahitaji maombi saa zote. Kama ulikuwa huna cha kuombea, niombee mimi. Mimi ndio niwe hitaji lako la maombi. Na huyu mwingine muombe Mtunda. Na Keni yule pale. Na mwalimu Asa. Situombe. Nani kakufundisha? Unajua watu wamefundishwa maimani ya ovyo ovyo eti huwezi kumwombea mtu. Yeye upako unatoka juu kwenda chini. Foolishness. Juu ni nani? Ni Yesu. Wengine wote ni viungo. Hello? Mtu amelala tu. Yaani unajua inakera. Ufanye mazoezi. Uko nisiende. Maana nikienda huko sasa takuwa hoi. Kazi hamna, unalala mpaka saa 3. Watoto asubuhi wanaondoka kwenda shule, umelala. Mama. Mwezi wa 8 ni mwezi wa familia. Nitarudi kwenye hilo. Hello? Unavuta tu shuka. Na umelala saa 3 na dakika 15. Unaamka mpaka hii limepata mamishale ya shuka.